Mtazamaji, hii ndiyo hali inayoshuhudiwa katika maeneo mengi kaskazini mashariki mwa Kenya. Taarifa ambazo tutazidi kukuletea hapa ndani ya NTV. Tusonge mbele. Na mamia ya wakazi wa eneo la Mukuru kwa Njenga, eneo bunge la Embakasi Kusini, kaunti ya Nairobi, wamewachwa bila makazi huku biashara zao zikiharibiwa kufuatia bomoa zilizotekelezwa usiku wa kuamkia leo. Katika ghasia na vuta ni kuvute kati ya wakazi na maafisa wa polisi baada ya ubomoaji huo kufanyika, mtu mmoja anadaiwa kupigwa risasi. Gavana wa Nairobi Johnson Sakaja amesema bomoa hizo hazikuidhinishwa na serikali ya kaunti ya Nairobi. Victor Ngaruya anaarifu kwa kina. Jumanne kulipokucha, wakazi wa eneo la Mukuru kwa Njenga walijipata katika hali ya sintofahamu baada ya makazi na vibanda vyao vya biashara kubomolewa katika kile kinachodaiwa kuwa maandalizi ya upanuzi wa barabara ya Catherine Ndereba katika eneo hilo. Hatua hiyo iliwaghadhabisha wakazi hao ambao walilalamikia kutoshirikishwa kikamilifu katika maamuzi ya bomoa hizo. Tumekaa mahali hapa, DCCI hatokelezi kutuambia kwamba mahali hapa inabomolewa. Mahali inasemekana kwamba ukitaka kuhama lazima upewe notice ya 3 months. At least tujipange ili tuame. Wanataka tuende wapi? Mimi nimelelea watoto wangu kijiji. Mimi nimesalia kijiji. Mimi sijui mahali pengine naesaenda. Pesa wanalibu si walokote watoto wako grade 10 wapeleke shule. Wakazi hao walijitokeza kwa wingi na kuandamana katika kituo cha polisi kilichokuwa karibu, ila maafisa wa polisi walitumia vitoa machozi kuwatawanya. Pia kulikuwa na milio ya risasi. Katika ghasia hizo, mtu mmoja anadaiwa kupigwa risasi huku baadhi ya maafisa wa polisi wakiachwa na majeraha. Viongozi katika eneo hilo na kaunti ya Nairobi wamekemea vikali ubomoaji huo, wakisema kuwa kama kuna nia kupanua barabara, basi mazungumzo ya kina na makubaliano na wakazi lazima yatekelezwe. Now somebody has no home to go to. Calling them public participation, agreeing and saying, okay, this place we need access. They move. You know, they're not animals that you just come upon them at night. Mashirika ya kutetea haki za binadamu pia yamekemea vikali ubomoaji huo pamoja na matumizi ya risasi katika kuwatawanya wakazi waliokuwa wamekusanyika kuwasilisha malalamishi yao, yakitaka agizo la mahakama linalosimamisha shughuli hizo za bomoa liheshimiwe kikamilifu. Kuna court order yenye imesema hii mambo lazima isitishwe, lakini despite a court order ambayo kila mtu ako nayo na anaijua, polisi wanatumiwa, wanakuja in the dead of the night, saa 7 usiku, saa 8 usiku. Wakazi wanataka haki, fidia na ushirikishwaji kabla ya mradi wowote kutekelezwa. Victor Ngaruya, NTV.